Ladaki, mambo vipi? Poa kaka. Uzuri ndugu yangu. Kabisa. Bwana, hebu tueleze mechi ambavyo umeiona hii leo. Mchezo ulikuwa mzuri na mgumu. Mzuri kwa upande wetu kwa sababu tumepata matokeo mazuri. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutusaidia tumeweza kupata matokeo mazuri. Unadhani Dodoma walikuwa wapi kipindi cha kwanza akatutangulia kwa bao moja? Walikuja na game plan nzuri ya kukaa. Walikuwa wamekaa nyuma, walikuwa wanazuia vizuri kwa mpangilio. Inaonekana kabisa kwamba ile kitu walikuwa wamekifanyia mazoezi. Kwa hiyo ndio maana kilikuwa kimetupa ugumu na mpaka tunaenda first half walikuwa wanatuongoza. Nafikiri mpaka tunarudi kipindi cha pili tumekaa na mwalimu akatupa mbinu za kuja kucheza mchezo kipindi cha pili tukapata matokeo. Mbinu gani mwalimu alituelekeza kipindi cha pili tukapata mabao matatu? Nafikiri tu kipindi cha kwanza tulikuwa tutumii nafasi za nyuma, tulikuwa tukimbii nyuma ya mabeki. Nafikiri ndio maana ilikuwa kazi sana kupata magoli na wao walikuwa wamekaa katikati ya uso wa goli. Sawa. Hii leo tumeonekana kufanya vizuri tofauti na mechi iliyopita. Unadhani siri kubwa ilikuwa ni nini? Siri kubwa ni kujituma kuanzia uwanja wa mechi na uwanja wa mazoezi. Nafikiri mashabiki zetu waendelee kutuombea na sisi wenyewe kama wachezaji tukae tuangalie tunataka kwenda wapi ili tuweze kuifikisha timu tunapopahitaji. Sawa, tumekwenda kwenye hatua inayofuata kwa maana kwenye kombe la CRDB Cup, lakini pia mchezo unaofuata ni mchezo wa ligi kuu ya NBC hapa dhidi ya Fountain Gate. Mchezo huu nafikiri unaweza ukatupa njia kwa ajili ya mchezo ujao. Nafikiri mchezo wa kwanza hapa tulipata matokeo ya sare. Mchezo huu tumeweza kupata magoli mengi na tumeweza kutengeneza nafasi nyingi. Nafikiri tutaenda nacho hiko kwenye mchezo unaokuja ili tuweze kutengeneza nafasi nyingi ili tuweze kupata ushindi katika mchezo unaokuja ili tuweze kukaribia gepo la pointi na mtu ambaye anaongoza ligi. Sawa. Kwako umepata dakika za kucheza dakika 15 mpaka 20. Nini ambacho kinazungumza moyoni mwako na kile ambacho umekiona wakati ukicheza hii leo? Nimejisikia vizuri kucheza kwa sababu sijacheza muda mrefu, lakini pia kucheza ni swala la nafasi. Kila kitu kina wakati. Nafasi yangu itakuja nitacheza. Kikubwa tu ni kuwaombea wale ambao wanacheza wacheze vizuri ili mradi tukipata matokeo na wengine watakuwa wanacheza. Kwa mfano kama leo imetokea tumeweza kupata magoli mengi, watu wengi ambao wakupata nafasi tumeweza kupata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo ni kikubwa kuwaombea watu ambao wanacheza wafanye vizuri ili timu iwe na muunganiko na kupata nafasi na wachezaji wengine pia wasiocheza wapate nafasi. Sawa. Una kismati, una bahati au umecheza dakika chache, mechi imeisha, mashabiki wamekuita, umeenda kukuokotesha? Tanzania nchi ya amani kaka, mashabiki zetu wana upendo sana na timu. Ni vile tu kuna muda tunapitia kipindi kigumu lakini wasichoke kutusupport. Mimi naamini wanaipenda sana timu yao na sisi tunawapenda sana. Ni vile tu kuna time tunapitia nyakati ngumu lakini wasichoke kutusupport. Hii heshima waliotuonyesha leo na waendelee kutusupport hivi katika michezo inayokuja. Nafikiri Simba itakuwa timu kubwa na tishio kabisa. Shukrani. Asante. Nipe rotini.